والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، baada kufahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala humpenda yule mja ambaye kwamba anajikaribisha kwake kwa kufanya amali za sunna, na wengi wetu hufahamu kuwa ibada ya saum kuwa ni katika mwezi wa Ramadhan. Ibada ya saum ni katika mwaka mzima, kama zilivyokuja ahadith mbalimbali za kuonesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na inaya na kuwa na pupa katika kufanya amali za saum katika miezi mingineyo. Na miongoni mwa fadhila za ibada ya saum ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wale wenye kufunga, wale wenye kushikana na ibada ya saum, amewaandalia maghfira, msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله تبارك وتعالى: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذكر لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala sema, na wale wenye kufunga katika wanaume na wanawake, na wenye kuhifadhi tupu zao katika wanaume na wanawake, na wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi katika wanaume na wanawake, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Waja kama hao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia maghfira, amewaandalia msamaha na ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, kwa utukufu wa ibada ya saum, Allah subhanahu wa ta'ala ameinasibisha ibada ya saum kwa nafsi yake, tashrifan lisaum, kwa ajili ya kutukuza ibada ya saum. Na pia vile vile hakuna mwenye kufahamu fadla na ajr ya ibada ya saum isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. رواه البخاري ومسلم. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala asema kila amal anayoifanya mwanadamu ni yake yeye isipokuwa ibada ya saum. Na hii ameidhifisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuiegemeza ibada ya saum kwa nafsi yake kwa kuitukuza ibada ya saum. Fa innahu li wa ana ajzi bih, na mimi ndo nitakayemlipa mja wangu kwa ibada ya saum. Pia vile vile katika fadhila za saum ni kuwa saum humhifadhi mja kutokana na moto na kutokana na maasiya, na kumlinda huyu mja hapa ulimwenguni kutokana na shahawat na kumasi Allah subhanahu wa ta'ala, na kesho akhira ikamlinda kutokana na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. رواه البخاري ومسلم. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema as-sawmu junna, saumu ni kinga, ay min ash-shahawat wal maasi, ni yenye kumkinga mja kutokana na shahwa na kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. Humkinga mja kutokana na kumasi Allah subhanahu wa ta'ala hapa ulimwenguni, na pia vile vile itamkinga kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na moto. Hizi ni baadhi ya fadhila za ibada ya saum. Baada ya kufahamu baadhi ya ibada za saum, Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam wametuhimiza katika kushikana na ibada ya saum, bali ibada ya saum ni katika mwaka mzima, wala isifahamike kuwa saum ni katika mwezi wa Ramadhani peke yake. Miongoni mwa ibada za sunna katika miezi mingineyo pasi na mwezi wa Ramadhan ni kufunga siku 6 katika mwezi wa Shawwal. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال
فكأنما صام الدهر رواه مسلم. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man sama Ramadhan, atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kisha akafuatisha kufunga siku 6 katika mwezi wa Shawwal, wala haijalishi akianza na kuzifunga mwanzo wa mwezi au katikati ya mwezi au mwisho wa mwezi, kinachozingatiwa ni kufunga siku 6 katika mwezi wa Shawwal. Kana kasiyami dahar, basi ajiri yake atalipwa kana kwamba amefunga mwaka mzima, kwa sababu siku moja ni kana kwamba umefunga siku 10, na siku 30 za mwezi wa Ramadhan ukiongeza siku 6 za mwezi wa Shawwal inakuwa ni 36. Ukipiga mara 10 inakuwa ni 360, na hiyo ni ajiri ya mwaka mzima, ibadallah. Kwa hiyo ni kwetu sisi kukimbilia na kushindana katika kufunga miezi mingineyo pasi na mwezi wa Ramadhan. Na miongoni mwa sunna ambazo kwamba zimehimizwa kufunga katika miezi mingine ni kufunga siku ya Arafa, bali kufunga siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja, na ikihusisha zaidi kufunga siku ya Arafa kwa wale ambao kwamba hawako haji. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, kufunga siku ya Arafa natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala awalipe ujira na kuwasamehe madhambi ya mwaka uliotangulia na mwaka unaokuja. Pia katika sunna ambazo kwamba yapendekezwa kwa Muislamu kufunga ni katika mwezi wa Muharram, na ikikokoteza zaidi kufunga siku ya Ashura na Tasua. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, kufunga siku ya Ashura natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe madhambi ya mwaka uliopita. Kwa hiyo hizi ni fadhila kubwa ambazo kwamba zimewekwa katika ibada ya saum, na katika kila mwezi yapendekezwa kwa Muislamu kufunga siku 3, na huu ndio wasia ambao kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwachia Abu Huraira radhiyallahu anhu. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3 لا أدعهن حتى أموت. Abu Huraira radhiyallahu anhu asema, amenihusia mimi kipenzi changu Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya mambo 3, na mambo haya 3 siyawachi mpaka nitakapofikiwa na umauti. Siyami 3 ayamin min kulli shahr. Jambo la kwanza alilomuhusia Mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Huraira ni kufunga siku 3 katika kila mwezi. Kwa hiyo siku 3 kama hizi waweza kuzifunga mwanzo wa mwezi au katikati au mwisho wa mwezi, na pia waweza kuzifuatanisha au kuziwachanisha. Na katika wasia wa pili aliyomwachia Abu Huraira radhiyallahu anhu, wa salati dhuha, ni kushikana na swala ya salatu dhuha. Pia katika wasia ambao ni wasia wa 3 ni kusali salatul witr kabla ya kulala, wa an utira qabla an arqud, ambayo kwamba imekuja kwenye riwaya ya Muslim. Ibadallah, katika ibada pia na katika sunna ambazo kwamba zimekokotezwa katika kufunga ni kufunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama anavyotunukulia na Aisha radhiyallahu anha kuwa alikuwa akiwa na pupa na kufunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Kwa hiyo sifahamike kuwa ibada ya saum ni katika mwezi wa Ramadhani peke yake, bali ibada ya saum ni katika miezi yote, na ni juu yetu kujitahidi na kushindana na kufunga katika miezi mingineyo. Kujitahidi na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupatie thabat na kushikana na ibada ya saumu. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك